Bwana Yesu asifiwe, wapendwa. Natumai mmeshinda salama. Natumai siku yenu imekuwa salama. Namshukuru Mungu kwa kunipatia uhai. Namshukuru Mungu kwa kunifikisha siku ya leo. Namshukuru Mungu kwa kunilinda mchana mzima. Namshukuru Mungu kwa kuwa pamoja nami siku yote mzima, amenilinda, amenifikisha tena wakati kama huu ambao ninaweza nikaonana na nyinyi. Na pia nawe najua kwamba ni neema ya Mungu ambayo imekutosha. Umetoka asubuhi ukaenda kazini, umerudi jioni ukiwa salama. Pia unaona ni upendo wa Mungu, ameweza kutupatia mvua ambao inaendelea kwa sasa hivi. Kwa hivyo tuko na mengi sana ya kumshukuru Mungu, na tuko na mengi sana ya kumwambia asante kwa yale ambayo ametenda. Kwa hivyo karibu katika hii channel yangu. Mimi kwa wale ambao amunijui ama mnaniona mara ya kwanza, ninaitwa Joshua. Nimeokoka na Bwana Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Najua kwamba nyinyi pia mmeokoka na Bwana Yesu ni mwokozi wa maisha ya kila mmoja ambaye hako hai, kila mmoja ambaye anamtumainia Mungu ni mwokozi wa maisha yake. Kwa hivyo karibu katika neno la siku ya leo. Karibu katika Bible study ya siku ya leo, usiku wa leo. Namshukuru Mungu kwa maana ameniwezesha kunipatia hiyo neema ya kufundisha neno la Mungu. Kwa hivyo nakukaribisha kwa neno la Mungu. Na wewe ambaye haukokuwa pamoja nasi, hii channel imeanza jana, hii topic imeanza siku ya jana. Na karibu sana wewe ambaye haukokuwa pamoja nasi hapo jana, na wewe ambaye ulikuwa pamoja nami jana. Na kukaribisha ya kwamba tuendelee kusikiza kile Mungu anasema pamoja. Ninataka kuendelea na ile topic ambao nilikuwa nao jana, na ambao tulikuwa tunasema ya kwamba ni kwa nini unaitwa Mkristo? Ni sababu gani wewe ambao umeokoka unaitwa Mkristo? Ni tabia gani unafaa kuwa wewe kama Mkristo? Ya kwamba maisha yetu, tulipata kujifundisha jana ya kwamba maisha yetu yanafaa kuwa tofauti na wale watu ambao hawajaokoka. Maisha yetu yanafaa kuwa tofauti na wale watu ambao wanamwamini Mungu, na wale watu ambao hawajamwamini Mungu. Maisha yanafaa kuwa tofauti. Hatufai kutembea sawasawa na wale watu ambao hawajaokoka. Hatufai kuwa na tabia sawa na wale watu ambao hawajaokoka. Na jana tulipata kusoma kutoka kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 13 hadi 16, na tukapata kuona ya kwamba Biblia inasema kwamba sisi ni chumvi ya dunia, na inatuambia kwamba sisi ni nuru, ya kwamba sisi ni chumvi ambayo inawekwa kwenye chakula na inaleta tofauti sana. Na Biblia ikatuambia kwamba sisi ni kama taa ambayo inajengwa, ambayo inawakishwa na kuwekwa kwenye kinara ama mahali pa juu, kila mtu anaona, kila mtu inaweza ikamwangazia. Kwa hivyo leo nataka tuanze na kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 na kuendelea mpaka mstari wa 16, tunaweza endelea mpaka 20. Wakorintho wa kwanza 6, ama tuanze na mstari wa 15 tuendelee mpaka 20, tusikie neno ambalo linatuambia jinsi maisha yetu tunafaa kuishi sisi kama Wakristo. Lakini kumbuka topic ni ile tu ya jana ambao tunajiuliza ya kwamba ni kwa nini unaitwa Mkristo? Ni kwa nini umeokoka? Kwa hivyo nitaanza moja kwa moja katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza, fungua pamoja na mimi. Kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza, sura yake ni ya 6. Tunaanza katika mstari wa 15 kuendelea. Wakorintho wa kwanza sura yake ni ya 6, tuanze 15 kuendelea. Haya, inasema hivi: Je, hamjui kwamba miili yenu ni viungo vya Kristo? Je, nichukue
viungu vya mwili wa Kristo na kuviunganisha na mwili wa kahaba? La hasha! Hamjui ya kwamba aliyeungwa na kahaba anaungwa mwili mmoja naye? Kwa kuwa imenenwa, hao wawili watakuwa mwili mmoja. Lakini mtu aliyeungwa na Bwana anakuwa roho moja naye. 18 Ikimbieni zinaa. Dhambi nyingine zote atendazo mtu ziko nje ya mwili wake, lakini yeye asiniye hutenda dhambi ndani ya mwili wake mwenyewe. 19 Je, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu akaye ndani yenu, ambaye mmepewa na Mungu? Ninyi si mali yenu wenyewe, kwa maana mmenunuliwa kwa gharama. Kwa hiyo mtukuzeni Mungu katika miili yenu na katika roho zenu, ambazo ni mali ya Mungu. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba, inaanza kwa kusema hiyo 15 ya kwamba je, hamjui ya kwamba miili yenu ni viungo vya Kristo, ya kwamba miili yetu ni viungo vya Kristo, ya kwamba tumeunganishwa na Kristo. Wakati ambapo ulijitanisha Mkristo, wakati ambapo ulitamuka mbele ya kanisa ama popote pale na ukasema umempokea Yesu, ulikufa pamoja na Yesu na ukafufuka pamoja na yeye. Wakati ambapo ulipatizwa, ulikufa pamoja na Yesu na ukafufuka pamoja na yeye kwenye maji. Kwa hivyo anasema ya kwamba sisi ni viungo pamoja na Kristo, ya kwamba tunafaa kutembea mwenendo wa Kristo aliyotembea wakati alikuja duniani, ya kwamba tunafaa kuishi maisha ya Kristo aliyoishi wakati alikuja duniani. Anasema ya kwamba sisi ni viungo ambao tumeunganishwa na Kristo. Kwa hivyo anaigiza ama anaimiza ama anaamurisha ya kwamba mienendo yetu ni lazima iwe ni mienendo ambao ni tofauti na watu ambao hawajamjua Mungu. Ya kwamba mienendo yako kama wewe umeokoka, mienendo yangu kama mimi ambaye nimejitanisha na Yesu, nimekufa na Yesu na kufufuka naye, lazima iwe ni tofauti kabisa na watu ambao hawajamjua Mungu, na watu ambao hawajaokoka. Na jana tukapata kuona ya kwamba anasema ya kwamba tabia zetu na mienendo yetu ifutie, iwe ni mienendo mizuri, iweze ikafutia wale ambao hawajaokoka, wakapate kuja katika wokovu, wakapate kuja kumpokea Yesu kwa tabia zetu, kwa mavazi yetu, kwa mienendo yetu, kwa matamshi yetu, kwa maisha yale ambao tunaishi. Tuishi maisha ambao yatafutia wale ambao hawajaokoka waje katika hii familia ya wokovu. Lakini unapata siku hizi Wakristo wengi wanaishi kama watu wa dunia, wanaishi kama watu ambao hawajakufa na Yesu na hawajapepa msalaba na kumfuata Yesu, hawajaiga kabisa tabia za Yesu, hawajaiga kabisa mwenendo wa Yesu. Wamekuwa watu wa dunia, wamekuwa watu wa kufanya mambo ya dunia. 16 anasema hivi, 16 anasema hamjui ya kwamba aliyeungwa na kahaba anakuwa mwili mmoja naye? Kwa kuwa imenenwa, hao wawili watakuwa mwili mmoja. Ya kwamba mtu yeyote ambaye ameungwa na kahaba, ya kwamba imenenwa kwenye Biblia ya kwamba mnakuwa kitu kimoja, ya kwamba hata kama wewe si kahaba, wakati ambapo unafanya ukahaba na aliye kahaba, unaungwa na kuwa mwili mmoja na ule kahaba. Wakati ambapo unafanya ulevi na yule ambaye ni mlevi, unaungwa mwili mmoja na yule ambaye ni mlevi. Mwisi hivyo hivyo, msherati hivyo hivyo, mwenye vitina hivyo hivyo, kusengenya hivyo hivyo, unaungwa pamoja na yeye. Kwa hivyo anasema kwamba miili yetu ni hekalu takatifu la Mungu. Miili yetu iko kwa viungo vya Yesu, imeunganishwa na viungo vya Yesu Kristo. Kwa hivyo Biblia inatuhimiza ya kwamba maisha yetu kama Mkristo, sababu yako wewe kuitwa Mkristo ni kwamba wewe umeunganishwa na Kristo, viungo vyako vimeunganishwa na vya Kristo. Kwa hivyo unafaa kutembea maisha ambayo ni yako sawasawa na mienendo ya Kristo, maisha ambayo ni ya kimbinguni, ya kwamba unafaa kuishi hapa duniani kwenye dunia, lakini mienendo yako na tabia zako zinafaa kuwa ni tabia za mbinguni, ni mwenendo wa mbinguni, ni maisha ya mbinguni, ni karakta za mbinguni, ni maneno ya mbinguni, ni mawazo ya mbinguni. Hufai kuishi kama mtu wa dunia, kwa sababu anasema ya kwamba dunia
iko na marafiki zake, na marafiki za dunia hawana urafiki wa mbinguni. Ya kwamba ukiwa rafiki wa dunia hauwezi ukawa rafiki wa mbinguni. Anasema hapa 17, lakini mtu aliyeungwa na Bwana anakuwa roho moja naye. Ukiunganishwa na roho wa Mungu unakuwa roho moja na yeye. Lakini sijui ni wapi mambo yalienda mlama, sijui ni wapi Wakristo walilala, ya kwamba siku hizi Wakristo wanaishi wanajiendeleza kama watu wa dunia. Siku hizi Wakristo hata wengine wakienda kuabudu kwenye madhabahu, wanaabudu huku wakiwa wamevaa mavazi ya dunia, huku wakiwa na mawazo ya dunia, huku wakiwa wametenda usherati hata na watu pamoja kanisani. Unapata ni mchungaji lakini hako pamoja na usherati pamoja na kiongozi wa ibada. Unapata ni mchungaji hako pamoja na usherati na mwanarika wa kanisa. Unapata ni mzee wa kanisa hako pamoja na mipango ya kando na wasichana wadogo wa kanisa, na ili hali wanaabudu madhabahu moja. Na Biblia inasema ya kwamba sisi tumeunganishwa, sisi ni viungo moja pamoja na Kristo, ya kwamba miili yetu ni hekalu takatifu la Mungu. Kwa hivyo anasema kwamba tunafaa kutembea maisha ambayo Yesu aliishi duniani hii, ya kwamba unafaa kuishi maisha tofauti kabisa na watu wa dunia. Hauwezi ukawa wewe ni Mkristo unaishi kawaida na watu wa dunia. Haiwezekani kabisa. Haiwezekani uishi maisha sawa na watu wa dunia, wewe ambao uliitwa kuwa umeokoka. Kwa hivyo sababu ya wewe kuitwa Mkristo ni kwamba mienendo yako na tabia zako na maisha yako yanafaa kuwa tofauti kabisa na mtu ambaye anaokoka. Anasema 18, ikimbieni zina, yani ikimbie usherati. Dhambi nyingine zote atendazo mtu ziko nje ya mwili wake, lakini yeye asinie utenda dhambi ndani ya mwili wake mwenyewe. Anasema ikimbieni zina, kimbia usherati, kimbia mambo ya ngono, kimbia ukahaba. Ya kwamba dhambi zozote mtu anazotenda ziko nje ya mwili wake, lakini yeyote anayetenda dhambi ya usherati ama zina iko ndani ya mwili wake, kwa sababu ni viungo vinavyotumika na viungo vingine. Na Biblia imetuambia kwamba sisi viungo vyetu vimeunganishwa na viungo vya nani? Vya Kristo. Kwa hivyo dhambi ya usherati, dhambi ya zina iko ndani. Dhambi ya zina iko na uzito kuliko dhambi zingine, kwa sababu amesema vizuri ya kwamba dhambi zingine zote ziko nje. Dhambi zingine zote mtu asifanyazo ziko nje ya mwili wake, lakini yule ambaye anafanya zinaha ama usherati, hiyo dhambi, kwa sababu ni viungo vimeunganishwa na Kristo, kwa hivyo hiyo dhambi iko ndani. Anasema 19, je, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu akaaye ndani yenu, ambaye mumepewa na Mungu? Ninyi si mali yenu wenyewe. Ya kwamba miili yetu hii ambayo tuko nayo ni hekalu takatifu tumepewa na Mungu. Kwa hivyo unajiuliza ya kwamba mambo yaliharibika wapi? Mambo yalienda wapi? Kwa sababu kama mwili wako ni hekalu takatifu, na ninajua kama ni wanadada wengi munisamehe, lakini najua kwamba wale ambao wameokoka inaweza ikabadilisha maisha yako. Itakuwaje ukienda wewe ambao umeolewa, ama wewe wakati ambapo ulikuwa unaolewa, unafaa ukiwa na heshima sana wakati ambapo mjumba wako anakuchukua kwenda kuona wazazi wake. Unafaa ukiwa na heshima sana, mavazi ya heshima, ili ndio kule kwa wazazi wa mchumba wako wasikukatae, wasikuone mtu mwenye tabia mbaya. Lakini ukienda katika nyumba ya Mungu unafaa jinsi ambavyo unataka, uko uji mbele za Mungu, hata unafutafuta nguo zako kuzifuruta chini ya kwamba ziko fupi, unaonyesha uji wako wote na ni mbele za Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba miili yetu ni hekalu takatifu. Takatifu. Wapendwa wasikilizaji ama watazamaji pia mkiwa nyote, kwa sababu unasikia na mnatazama, kitu takatifu ni kitu kisafi mno. Hakuna kitu kenye kisafi cha kulinganishwa na utakatifu. Hakuna. Ni kitu kisafi
kisafi mno. Kwa hivyo anamaanisha kwamba mihiri yetu inafaa kuwa mihiri safi, ni mihiri safi ambao inang'aa, kwa sababu anasema mihiri yetu ni hekalu takatifu la Mungu. Kwa hivyo mihiri yetu haifai kuwa na huo uchafu wa usherati, mihiri yetu haifai kuwa na huo uchafu wa masengenyo, mihiri yetu haifai kuwa na huo uchafu wa matusi, uchafu wa usherati, uchafu wa ukahaba. Mihiri yetu haifai kuwa na uchafu wa ufisadi, mihiri yetu haifai kuwa na uchafu wa mambo ya dunia. Mihiri yetu ni hekalu takatifu la Mungu anayetaka hakae ndani ya roho yako. Kwa hivyo Mungu akitaka akae ndani ya roho wako, ukitaka upokee Roho Mtakatifu, ni lazima umake sure, ni lazima uhakikisha kwamba mwili wako, roho yako ni safi. Wengine wanasemanga ya kwamba Mungu haangalii mavazi, ya kwamba Mungu haangalii mambo ambayo unatenda, la ati anaangalia roho. Lakini hapa inatuambia lakini ya kwamba mwili wako ni hekalu takatifu la Mungu anayekaa ndani ya huo mwili wako. Kwa hivyo huo mwili wako lazima ukuwe na heshima, huo mwili wako lazima ufalie vizuri, huo mwili wako lazima ufundishe jinsi ya kuongea, jinsi ya kuishi na watu, kwa sababu mwili wako ni hekalu takatifu la Mungu anakaa ndani yako. Kwa hivyo Mungu akitaka kuja kuishi ndani yako, kuna mambo yale ambao roho ikitaka kuja kuingia ndani yako, kuna yale mambo ambao yanaweza kuzuia roho kuja kuishi ndani yako: usherati, uongo, uchafu, vitina, usirikina, uchawi na mambo kama hayo, ufisadi. Hizo zina uwezo mkubwa wewe kama Mkristo, na zinaweza hata zinaweza zitakuchukua jehanamu usipobadilika na kuokoka vizuri, uanze kutembea mtembeo wa Mungu. Uokoke, uombe toba, uokoke, utafute toba, umrudie Mungu, ukumbuke mahali ambapo uliangukia na umrudie Mungu, na uanze kutembea maisha ya Mungu. Uanze kutembea maisha ukijua kwamba mwili wako ni hekalu takatifu la Mungu. Safi, mwili wako unafaa kuwa msafi kila wakati. Mwili wako unafaa kutoa usafi. Mwili wako unafaa kutoa mambo masafi. Mwili wako unafaa kutoa mambo ya hekima, mambo ya Mungu, mambo ya kujenga familia ya Mungu. Huwezi kuwa wewe ni Mkristo hata sikiza tu ni mtu akikupigia simu umeweka nyimbo za watu wa dunia. Haiwezi kuwa wewe ni Mkristo kwa simu yako kukitafutwa gospel, kukitafutwa wimbo wa kumsifu Mungu umeweka huko katikati. Hapa pengine ni nyimbo za dunia hii. Hauwezi kuwa wewe ni Mkristo ukiingia kwa simu yako unaitumia status zako, unatumia kuochi movie ambazo ni za dunia hii, movie ambazo hazimtukuzi Mungu. Hakuna hata siku moja unaweza ukanunua pando kutazama neno la Mungu, kuona nyimbo za Mungu. Kwa hivyo anasema Mkristo unafaa kuishi maisha tofauti kabisa na mtu ambaye hajaokoka. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, hiyo ndio sababu unaitwa Mkristo. Mwili wako ni hekalu takatifu la Mungu. Kwa hivyo mtu asikudanganye, usijidanganye ya kwamba Mungu haangalii mavazi, eti Mungu haangalii tabia, na kitu kisikudanganye. Nabii yeyote, mhubiri yeyote asikudanganye, kwa sababu wametokea manabii wa uongo wengi, na hivyo ndivyo Biblia iliahidi ya kwamba siku za mwisho kutakuwa na manabii wa uongo wengi, na wametokea. Nia yao ni kutaka pesa, nia yao ni kutaka mahari yako, nia yao ni kutajirika, nia yao ni kutaka pesa kutoka mfukoni mwako. Hawana neno la ukweli, hawakemei dhambi kanisani. Wameacha kanisa limeharibika, wameacha kanisa limeoza, kwa sababu wameingia katika mambo ya dunia, kwa sababu wanatafuta utajiri wapendwa, kwa sababu wanatafuta maisha mazuri. Wanaona mtu akiwa mwenye dhambi, hawakemei mavazi mafupi kanisani, hawakemei dhambi za usherati kanisani. Wazee wanatenda dhambi, usherati kanisani unatendwa na wazee, vijana, wamama na watu wote, hata wachungaji mbele ya madhabahu. Kanisa limekuwa ni mahali pa kutendewa dhambi, ili hali Biblia inatuambia kwamba mihiri yetu ni hekalu takatifu la Mungu. Tunafaa kutunza mihiri yetu, tunafaa kuhifadhi mihiri yetu ikuwe hekalu takatifu la Mungu. Tunafaa kulinda mihiri yetu, tujitenge na maisha ya dhambi. Hayo ndiyo maisha ambayo Mkristo unafaa kuishi. Hayo ndiyo maisha Mkristo unafaa kutembea kwayo. Hayo ndiyo maisha Mkristo ambao unafaa kuwa unakaa ndani yake, ya kwamba lazima ufuate na uige
tabia za Yesu. Lazima uige tabia za Yesu. Anasema 20, kwa maana mumenunuliwa kwa gharama, kwa hiyo mtukuzeni Mungu katika miili na katika roho zenu ambazo ni mali ya Mungu. Tumenunuliwa kwa gharama. Kufa msalabani si kitu mchezo. Ninajua kwamba wale ambao mumeokoka na mnajua mambo ya Mungu, yale mateso Yesu alipitia ili ya kwamba hakatununue sisi, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba halipitia mateso ili amnunulie Mungu watu, ili amnunulie Mungu sisi ambao tunaitanishwa na yeye. Akamwaga damu msalabani na mateso yote alipitia, kukejeliwa kote alipitia, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba kwa dhambi zetu alihesabiwa kuwa mwenye makosa ambaye hakuwa na makosa. Kwa makosa yetu akachukua dhambi zetu na akachukua uovu wetu. Kwa hivyo anatuhimiza tutembee katika utakatifu, wapendwa. Kwa hivyo ninakuhimiza kwamba wewe ambao umeokoka na unajua mienendo yako na unajua tabia zako si nzuri, na unajua kwamba umekuwa ukitembea kwa mambo ya dunia, umejua kwamba umekuwa ukitembea kwa usherati, kwa uongo, ufisadi, unajua ukiwa umekuwa mtu wa kusengenya, unajua umekuwa mtu wa kupigana, unajua mienendo yako na tabia zako hata kwenye unaishi hazipendezi, ni wakati utubu na uokoke. Na kama pasipo kutubu huwezi ukaona mbinguni. Utubu. Mungu wetu ni Mungu wa rehema, Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Utubu, uokoke, umrudie Mungu, uishi maisha yale ambao Mungu anasema. Kwa sababu anasema, nikisoma fazi moja nimalizie, nitataka kusoma kitabu cha Mathayo sura ya 7, Mathayo 7:21 kwa haraka sana. Mathayo 7:21 inasema aje? Fungua pamoja nami kitabu cha Mathayo 7:21 inasema hivi: si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana hatakaingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Si kila mtu asemaye Baba, Baba atakayeingia kwenye ufalme wa mbinguni hiyo siku ya mwisho, bali ni wale tu watendao mapenzi ya Baba. Na mapenzi ya Baba ni kujitenganisha na dhambi, kuishi maisha ya utakatifu na uwaki. 22 nasema, wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukutoa unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo wachafu na kufanya miujiza mingi? Ya kwamba kuna watu watalia siku hiyo ya mwisho wakisema, Bwana Yesu, Baba, Mungu, siku ile tulikuwa duniani hatukutoa unabii, hatukutoa mapepo kwa jina lako. Alafu 23 inasema nini? Ndipo nitakapowaambia wazi, sikuwajua kamwe, ondokeni kwangu ninyi watenda maovu. Ya kwamba kuna watu watajitetea wakidhani ya kwamba yale mapepo walikuwa wanatoa wakitumia jina la Mungu walikuwa na uwezo wa kuingia mbinguni, ama walikuwa na roho wa Mungu. Lakini siku hiyo inasema 23 ya kwamba ndipo nitakapowaambia wazi, ondokeni kwangu, siwajui nyinyi watenda maovu. Kwa hivyo wacha tuokoke, tusikuje kuaibishwa siku ya mwisho. Amesema atasema hadharani, si kuficha. Atasema waziwazi mbele ya kila mmoja, ondokeni kwangu, sikuwajua nyinyi watenda maovu. Kwa hivyo wacha tuokoke, wacha tumrudie Mungu. Kumbuka mahali ambapo uliangukia, umrudie Mungu. Nataka nisome nimalizie 24 inasema, nataka nisome mpaka 29. 24 inasema, kwa hiyo kila mtu asikiaye haya maneno yangu na kuyatenda ni kama mtu mwenye busara aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba. Mvua ikanyesha na mafuriko yakaja, upepo ukafuma ukapiga hiyo nyumba, lakini haikuanguka kwa sababu msingi wake ulikuwa kwenye mwamba. 26 naye kila anayesikia haya maneno yangu wala asiyatende ni kama mtu mjinga aliyejenga nyumba yake kwenye mchanga.
Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, nao upepo ukavuma ukaipiga ile nyumba, nayo ikaanguka kwa kishindo kikubwa. Ya kwamba mtu anayesikia maneno ya Mungu amefananishwa na mtu mwenye busara sana, ambaye alijenga nyumba yake kwenye mwamba, ambaye alijenga nyumba yake akitumia msingi ambaye ni Yesu, wakati ambapo mvua ilikuja. Na ukiangalia hapa inaonekana ya kwamba wakati ambapo mafuriko yalikuwa hayajakuja, wakati ambapo mvua ilikuwa haijanyesha, hizi nyumba ukiziangalia hakuna tofauti, zilikuwa zinafanana, zilikuwa sawa, zilikuwa na umuhimu, watu walikuwa wanaishi ndani, kwa sababu umuhimu wa nyumba ni kuishi ndani, tufanyie mambo yetu ndani na kufunikwa ndani na kulala ndani pasipo kupata baridi. Kwa hivyo wakati ambapo kulikuwa kuja nyesha, mafuriko yalikuwa hayajakuja, kulikuwa kunakaa sawa, zile nyumba zilikuwa zimesimama na zilikuwa zinaonekana sawa. Lakini wakati ambapo mafuriko yalikuja, ile nyumba ya mtu mwenye mpumbavu na mtu mwenye busara ndivyo ilijulikana ni nani ambaye alitumia busara, ni nani ambaye alitumia msingi ambaye ni Yesu. Kwa hivyo kwa maneno mengine ya kwamba siku ya mwisho, sisi ambao tumejiita tumeokoka, wewe ambao umejiita umeokoka, ndipo itajulikana ulijenga wokovu wako wapi, ulijenga Ukristo wako wapi. Kwa sababu siku hiyo, kama hukujenga wokovu wako na maisha yako kwenye mwamba ambaye ni Kristo, siku hiyo yataboromoka na utaenda jehanamu. Nilikuwa nataka kuendelea zaidi, lakini naona ya kwamba nitaendelea kesho, kwa sababu ni topic kubwa sana hii ambayo inauliza kwamba je, ni kwa nini uliokoka? Ni kwa nini unaitwa Mkristo? Kwa hivyo nitawaachia hapo, lakini nikiwahimiza ya kwamba pasipo utakatifu na uwaki, Biblia imesema kwamba kuna ambaye atamuona Mungu. Kwa hivyo tubadilike na tuokoke, tufuate mtindo wa Mungu. Penda maisha ya kuokoka, wachana na mambo ya dunia. Dunia na vitu vyake vinapita, vyote vinapita, lakini neno la Mungu linadumu milele. Wacha tutasamie maisha ambayo ni ya milele, ya kuishi milele na milele. Kwa hivyo mimi nitawaachia hapo. Kama ambavyo mnaona niko na topic kubwa sana. Hii yote ni topic ambayo inasema ya kwamba ni kwa nini unaitwa Mkristo. Kwa hivyo tutaendelea, pengine kwa wiki mbili, pengine kwa wiki moja, sijui. Na hiyo ndiyo ambao nimepata kuandika ile kidogo. Najua kwamba tutaendelea kujifundisha zaidi, na kuhimisha ya kwamba usubscribe tafadhali, ya kwamba kusubscribe hakuna kitu kuna kukata, hakuna pesa unakatwa, hakuna effect yote unapata ukisubscribe. Ni ya kwamba utapokea video ambayo itakuja next. Ni ya kwamba kesho mimi nikiingia tu, ukiwa kwa simu yako na uwezo ukaiona ya kwamba itakuletea. Kwa hivyo subscribe tafadhali, ili ya kwamba tuendelee kujifundisha pamoja, ili ya kwamba tuendelee kupata neno la Mungu kwa pamoja. Mungu anawapenda sana, na Mungu anasema ya kwamba katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14 ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuacha njia zao mbaya, mimi Mungu nitasikia kutoka mbinguni na nitashuka kuiponya nchi yao. Kwa hivyo Mungu ni wa huruma, wacha tugeuke na tubadilike. Kwa hivyo unaweza ukaacha comment yako hapo chini, unaweza ukauliza swali, andika tu comment yako hapo chini na mimi nitakujibu. Mungu awabariki sana, na asanteni sana kwa kuangalia hii video. Asanteni sana kwa kunisupport kuwatch hii video, na tuendelee kushiriki neno la Mungu pamoja. Mimi naitwa Joshua, kwa wale ambao wataniona mara ya kwanza. Tupatane kesho. Mungu anawapenda. Usiku mwema. Asanteni.